Onekana katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, huku waangalizi wa uchaguzi wakitoa miito ya kufanyika uchaguzi wa amani katika nchi hiyo ambayo ni ya pili kwa idadi kubwa ya wakazi barani Afrika na ambako ndiko kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika. Foleni ndefu zilianza kushuhudiwa kabla ya saa 12 asubuhi, huku wapiga kura wakiwa na hamu ya kupiga kura kutumia haki yao ya kidemokrasia kupaza sauti zao kuhusu wanachokitaka katika masuala ya uongozi wa nchi yao. Mada zilizopewa kipaumbele katika uchaguzi wa mwaka huu zilijumuisha maridhiano ya kitaifa kutokana na mapigano yanayoendelea katika maeneo kama vile Tigray, Oromia na Amhara, na pia kulikuwa na mada ya maendeleo, huku serikali ikiahidi kufanya miradi mikubwa. Je, ni changamoto gani zinazoikabili Ethiopia baada ya uchaguzi wa Juni mosi? Je, uchaguzi huu utaathiri vipi muundo wa serikali ya shirikisho? Upi mustakabali wa demokrasia na amani ya Ethiopia na eneo la Tigray baada ya uchaguzi huu? Katika meza ya duara leo tunaye Dr. Nancy Ngoa, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Pwani katika mji wa Kilifi huko pwani ya Kenya. Tunaye mjini Shinyanga nchini Tanzania Tumaini Munale, yeye ni mchambuzi wa siasa, na huko New York Marekani yupo Profesa David Monda, yeye ni mchambuzi wa siasa za Marekani na kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Kwanza kabisa nianze nawe Profesa David Monda hapo New York. Umefuatilia uchaguzi wa Ethiopia. Tupe kauli yako kuhusu jinsi ambavyo umeuona uchaguzi huu na kuangalia mazingira ambayo yalikuwa yakishuhudiwa nchini. Naona uchaguzi huu kwa njia ya kuomboleza kwa njia fulani, na naombolezea demokrasia, na naiangazia kwa kujua ya kwamba serikali ya Abiy kwa upande fulani lazima iwe na uchaguzi ili kupata ule uungwaji mkono wa umma, falsafa ya kuonyesha kwamba umma ndio waliothibiti madaraka. Lakini pia kwa njia nyingine uchaguzi huu ni kama imekuwa ni sarakasi, kwa sababu matokeo tayari yashajulikana. Rais Abiy na chama chake wataenda kushinda. Kwa hivyo serikali ipo pahala pagumu, hususan tukiangazia kwamba hali ya usalama ni tete. Ni uchaguzi, sio uchaguzi ambao utakuwa ni wa huru na haki, ambao unawajibishwa pia na kuweko kwa upinzani. Lakini kwa mazingira ya Ethiopia kwa wakati huu ni hali tete na hali ngumu. Umegusia hapo swala la demokrasia. Unauona wapi mustakabali wa demokrasia na amani ya Ethiopia kwa ujumla wake, na tukizingatia pia eneo la Tigray baada ya uchaguzi huu, Profesa? Naona hali ya demokrasia ipo hatarini. Demokrasia ipo hali mahututi, na nadhani kwa sababu ya vile umeangazia maeneo sio tu ya Tigray, kuna misukosuko eneo ya Amhara ambapo kikundi cha Fano kimenawiri na kuleta hali ya ukosefu wa usalama. Eneo ya Oromia kuna changamoto nyingi tu za utawala bora na usalama, na pia tusahau eneo ya Ogaden ambapo kuna wengi wa wakaaji huko ni wa ukoo wa Kisomali. Kwa hivyo ni changamoto ngumu, na nadhani kwa demokrasia ni hali mbaya, kwa sababu uchaguzi huu lazima tuseme ukweli, sio ya kwamba ni uchaguzi wa demokrasia wa kukita mizizi ya demokrasia. Ni ule njia ya kwamba dola serikali ya Abiy inataka kuidhinisha uongozi wao, lakini demokrasia tayari ishakufa, na kwenda mbele sijui itakuwa ni vipi, kwa sababu ukiangalia kwa bunge chama cha Abiy kina wajumbe zaidi ya 97, upinzani umebanwa sana, na serikali imeonyesha kutumia njia za mabavu, njia za kivita kuweza kutuliza
maeneo ambapo wakaaji tuseme kule Tigray wanatetea haki zao za kibinadamu za kidemokrasia. Kwa hivyo ni hali ngumu, na nadhani demokrasia kwa wakati huu Ethiopia ishakufa na inabidi ifufuliwe, lakini hali yake ni tete kwa wakati huu. Haya, asante sana Profesa David Monda. Nije kwako Tumaini Munale hapo Shinyanga. Umemsikia profesa akizungumzia kuhusu swala la demokrasia na jinsi ambavyo yeye mwenyewe amefuatilia na alivyouona uchaguzi huu wa Ethiopia. Tupate kauli yako na wewe kuhusiana na masuala mazima ya demokrasia katika uchaguzi huu. Nashukuru sana, na mimi nakubaliana pia na Profesa Monda kama jinsi alivyoweza kuchangia hapo kutoka Marekani. Kumekuwepo na changamoto kubwa, na hasa tangu alipoingia Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Utakumbuka kwamba alileta mabadiliko makubwa sana baada ya kutuvunja kile chama cha Ethiopia People's Revolution Democratic Front EPRDF. Hapo ndipo akajikuta sasa amezua vurugu kubwa sana kati ya haya makundi, haya makabila makubwa, Amhara pamoja na hawa Oromia na Tigray, ambao ndo walikuwa wengi sana wako ndani ya hicho chama tawala cha EPRDF ambacho kimemadarakani kwa takriban miaka 30. Sasa katika hali ya kawaida unapoondoa chama madarakani ukakivunja ambacho kimekaa kwa miaka 30 madarakani, tayari pale kuna watu umeshawabagua ambao walinufaika na huo mfumo kwa kipindi kirefu. Hiyo ndio imemletea shida Abiy Ahmed, na kwa bahati mbaya amejitahidi kwa namna yoyote ile kuwashawishi hasa ile jimbo la Tigray na chama chao cha TPLF, ambao sasa kwa takriban sasa inaenda miaka 10 hawana uwakilishi ndani ya bunge. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni mazingira ambayo sio mazuri, naweza nikasema, kwa Abiy Ahmed, waziri mkuu wa Ethiopia, kwa sababu hawezi kuunganisha nchi hapo, tayari ameshashindwa. Huwezi kufanya uchaguzi katika mazingira kama hayo ambayo mikoa mitatu haishiriki kwenye uchaguzi, na yote kwa yote, lakini pia bado kumekuwepo na ukandamizaji wa vyombo vya habari, lakini pia kumekuwepo na unyanyasaji wa vyombo vya upinzani pamoja na wapinzani wengi. Wakati akiingia madarakani, Abiy alijitahidi kuwaondoa wale wafungwa walikuwa wamefungwa kwa sababu za kisiasa kufuatia waziri mkuu aliyekuwepo Meles Zenawi, lakini pia alifanikiwa kuleta uhuru wa habari, mambo ambayo yalidumu kwa muda mfupi sana, kwa sababu ndio hivyo kwamba kuna changamoto kubwa sana ya kuunganisha taifa. Sasa hicho ndio kinamkuta kwamba shida imekuwa ni ya kimfumo mzima. Amejitahidi kwa kadri ya uwezo wake, lakini anashindwa kwa sababu ni jitihada ambazo sio za muda mfupi, zinahitaji miaka mingi, zinahitaji ushirikiano wa jamii mbalimbali, lakini kwa sasa tunaona kabisa kwamba bado hajafanikiwa kuweza waunganisha wa Ethiopia kwa kitu kimoja, Bwana Josephat Charo. Haya, asante sana Dr. Nancy Ngoa. Bila shaka umefuatilia na jinsi ambavyo mambo yamekwenda Ethiopia. Watu wanazungumza sana kuhusu uchaguzi huu. Tusikie maoni yako na wewe na tathmini yako kuhusu uchaguzi huu kabla hatujasonga mbele. Naam, asante. Maoni yangu ni kwamba Ethiopia uchaguzi wake huu haujakuwa na demokrasia kwa vyovyote vile. Haiwezekani kwamba eneo zima la Tigray ambapo kuna watu wengi katika eneo hilo wamekosa kupiga kura kwa sababu ya hali za usalama, na eneo hilo liko ndani ya Ethiopia. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hawa watu wa eneo hilo hawana raha, maana hawajahusika katika uchaguzi. Kwa hivyo haiwezekani kusemekana kwamba ni demokrasia ilhali eneo kubwa hilo limeachwa nje, pamoja na kwamba eneo hilo limekuwa na chama ambacho kimekuwa mbele katika siasa. Kwa hivyo itakuwa kwamba watu wa eneo hilo wana ghadhabu, wanaweza kuwa na ghadhabu, pamoja na kwamba inaonekana kwamba katika eneo hilo kwamba ndio eneo ambalo lilipatwa na vita, na vita hivyo vilikuwa ni athari kubwa kwa eneo hilo. Na hata baada ya kwamba hivi kuna uchaguzi, bado hakuna maridhiano ama hakuna kuridhika katika eneo hili, na sasa tunaona kwamba hata limeachwa nyuma katika upigaji kura. Kwa hivyo ghadhabu zaidi hapo, na ghadhabu hii hatuwezi kujua itajitokeza kwa njia gani.
kwa kweli Abiy Ahmed anaweza kushinda, tayari tumejua kwamba yeye ako mbele, lakini sasa itakuwaje kwamba Tigray haina usemi katika uchaguzi wake? Inamaanisha wameachwa nje, na hiyo ni hatari kwa nchi, kwa sababu hao wametengwa. Hatujui mambo yatakuwaje. Haya, nitarudi tena kwako Daktari. Tumaini, umemsikia hapo daktari akielezea jinsi ambavyo na yeye pia ameona hali hii. Tuzungumzie sasa kile ambacho kinatarajiwa baada ya matokeo kutangazwa, yale matokeo ya mwisho ambayo yanatarajiwa kutangazwa wiki ijayo.